Asubuhi watoto wangu wanapata lishe ya uji, mboga za majani za kutosha na mboga mchanganyiko zingine, lakini jioni pia wanapata mlo safi kama kawaida. Kwa maana hiyo mtoto anakuwa na afya bora njema kila siku. Asante. Asante sana kwa maelezo mazuri, lakini watoto wetu wanahitaji kula chipsi, mayai, vitu kama hivyo. Watoto wako nyumbani inakuwaje sasa kama wewe unasisitiza hivyo vyakula vyenye lishe? Asante. Chipsi ni viazi, lakini vikishawekwa mafuta kinakuwa sio chakula bora kwa sababu kinakuwa na mafuta mengi zaidi. Lakini kama ni kiazi kile cha kuchemsha tu na kumpa bila mafuta ni chakula kizuri cha wanga. Asante. Hebu tuende kwa mtoto sasa. Kwa mtoto ili mtoto akue akiwa na afya nzuri anahitaji kula vyakula vya aina gani? Anahitaji ale viazi, maharage, mahindi, viazi ulaya, mayai, uji wenye virutubisho na kadhalika. Maana tumetoka kwa mwanafunzi, sasa tuende kwa mwalimu. Wajibu wa walimu katika kutoa elimu ya lishe kwa watoto shuleni ni upi? Wajibu wa mwalimu shuleni ana jukumu kubwa sana katika kutoa elimu bora kwa ajili ya mtoto ama mwanafunzi kutambua kwamba anachostahili kula ni nini. Maana tabia ya wanafunzi tunajua anakula kila anachokipata. Sasa tumuondoe kwenye dhana ya kula kila anachokipata, bali ale kila ambacho anastahili kula kuingia kwenye mwili. Tukumbuke kwamba mimi kama mwalimu nina jukumu kubwa sana la kumjenga mtoto kula vyakula vyenye lishe bora na vinavyoweza kuongeza uwezo wa akili kufikiri na kufanya kazi ili kuweza kufanya vizuri katika masomo yake. Kwa nitahakikisha kwamba kama mwanafunzi anayemfundisha ale mlo bora wenye makundi yote ya vyakula, ikiwa ni protini, wanga, mafuta kwa kiasi, pamoja na vitamini na maji kwa wingi. Kwa matakio sasa kwa kampeni hii tulionayo ya lishe bora, kwa tamfundisha mtoto kutambua kwamba ale makundi ya vyakula vyote na sasa chakula hiki ambacho kimerutubishwa pamoja na kuboreshwa. Kwa tamfundisha kwamba asipokee kila chakula anachokiona kula, baada ya chambue vyakula ambavyo anahisi ndani yake kuna vyakula lishe bora pamoja na ambavyo vitamwezesha kujenga akili yake, afya ya akili yake, pamoja na kumjengea uwezo wa kutambua vyema kila anachofundishwa shuleni ama darasani. Na kwenda kwa afisa lishe wa kata, nitataka kujua mtu wa kawaida anaweza akatambua vipi vyakula ambavyo vimerutubishwa? Vyakula ambavyo vinakuwa vimerutubishwa kwa kawaida kuna nembo ambayo inakuwa imeongezwa. Kwa bahati mbaya hatujaja na ningewaonesha hapo akaona, lakini vyakula hivyo kama ni chumvi, kwenye mfuko kunakuwa kuna nembo ambayo mara nyingi inakuwa ni kapicha ka mtoto, si ndio? Kanakuwa kanaonesha hiyo hali ya urutubishaji. Kwa hiyo mimi ninachosisitiza hapo, kwa hali ya kawaida unaweza ukaulizia kwamba naomba unipatie kile kilicho rutubishwa. Ni rahisi sana kutambua vile ambavyo vimetengenezwa. Kama ni unga wa mahindi ni rahisi kutambua hiyo, kama ni chumvi au ni mafuta, kwa sababu tayari serikali imetoa maelekezo ya wasindikaji wote kufanya hivyo. Lakini hizi mbegu asili ambazo zimerutubishwa, kwa mfano kama ni maharage lishe au mahindi lishe au viazi lishe, kuna namna fulani vinahitaji utaalamu wa kutambua hilo. Japokuwa mahindi lishe mara nyingi huwa ni ya njano, unaweza ukayatofautisha na mahindi mengine yakiwa yamerutubishwa, hata hapa tumeona yanakuwa na rangi ya njano. Lakini pia na viazi lishe vilivyorutubishwa vinakuwa na rangi ya njano. Haya, asante. Tumalizie kwa mtoto, mwanafunzi. Ili mtoto asipatwe na magonjwa ya mara kwa mara anastahili kula nini?
Ili mtoto asipatwe na magonjwa ya mara kwa mara, anastahili kuzingatia mlo kamili ambao amefundishwa na mwalimu wake au na kampeni ya lishe bora. Asante sana. Wapigeni makofi. Hapa sasa baadaye hao watakuja kupewa zawadi, sawa na mgeni rasmi. Kwa hiyo hatua yetu ya mwisho sasa, naomba tumfungue nyoka wetu. Sasa nani ataanza? Naomba aanze mtoto aliyemaliza. Haya, hebu fungua sanduku hilo. Tuone kama anafungua. Jamani, pigeni makofi. Haya, afungue. Nyoka anatoka humo. Haya, afungua. Kumbe ni jasiri Haya, chukua karatasi moja alafu isome. Tusome. Eleza faida ya kula mchicha na mboga katika miili yetu. Eleza. Mchicha unatupatia faida ya kupata vitamini katika miili yetu. Haya, asante sana. Afisa lishe amepatia? Naomba rudie sababu sidhani kama wote wamemsikia kwanza. Hebu rudia swali lako. Nani jibu lako? Mboga za majani, kwa mfano mchicha, unaweza kutupatia lishe, unaweza kutupatia vitamini katika miili yetu. Haya. Anasema afisa lishe anasema amepatia, mpigeni makofi. Haya, mzazi chukua karatasi, tunamalizia zoezi letu hili. Yaani wanapata zawadi na msosi juu, tena pilau iliyorutubishwa. Haya. Swali linasema chakula gani husaidia watoto wasipatwe na magonjwa ya mara kwa mara? Kwanza, vyakula vyote vyenye virutubisho lishe vinasaidia kinga ya mtoto asipate magonjwa ya mara kwa mara. Hello? Awi? Wajibu ambalo mzazi ametoa liko sahihi, si ndio? Tumemsikia tuendelee kuzingatia vyakula, tuendelee kuzingatia mlo kamili kwa yale makundi ambayo tumezungumzia, si ndio? Makundi mangapi nimesema? Matano, si ndio? Tukizingatia makundi hayo matano, tutapata wanga ambayo inatupa nguvu, tutapata protini, si ndio? Tutapata nishati ya mafuta, tutapata vitamini pamoja na madini ambayo sasa yanaimarisha mwili kwa kuupa nguvu, lakini pia kinga ya mwili inaimarika. Tunaelewana wanafunzi?